kutayarisha mpango wa mwaka ujao katika mkoa wa Kusini Unguja. Dhumuni ya kikao hichi ilikuwa ni kufanya tathmini ya namna gani tunafanya kazi zetu, wapi tunafanya vizuri, wapi kuna changamoto na maboresho gani yanahitajika. Kwa kweli tunajadili ilikuwa ni pamoja na shughuli mbalimbali ambazo zimefanywa na mkoa wa Kusini Unguja katika kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji dhidi ya watoto, na maafisa wa wilaya wameweza kuelezea kazi nyingi ambazo wamefanya katika wilaya zao, ikiwa ni wilaya ya Kusini na wilaya ya Kati. Kazi hizo zimejumuisha kutoa elimu na uhamasishaji ya kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji, kushughulikia kesi zenyewe zinapotokea kwa hatua na kadhalika, kufikiwa katika kuimarisha mashirikiano kati ya ngazi ya wilaya na mkoa katika kuhakikisha kwamba wahusika wanapanga kwa pamoja na wanatekeleza kwa pamoja, na ripoti zinapatikana kwa wakati zikiwa na takwimu husika ambazo zimechanganuliwa ipasavyo. Kwa hiyo katika maazimio hayo, na imani kubwa yatakapotekelezwa, basi utendaji wa shughuli zetu utakuwa ni mzuri zaidi. Jamii inapopata uelewa ndio inaporipoti zaidi. Kwa hiyo hatutarajii kwamba tumeanza kutoa uhamasishaji katika jamii alafu tuone kesi zimepungua. Kwanza kesi lazima zitaongezeka, kwa sababu kinachoongezeka pale sio idadi ya kesi, inachoongezeka pale ni hamasa ya watu kuripoti. Kwa watu kila wakihamasishwa zaidi, basi wataripoti zaidi, na kwa sababu kuna vyombo vya kuchukua hatua, basi na hatua nyingi zaidi zitachukuliwa. Tutakwenda mpaka tutafika climax, kile kiwango cha juu, halafu baadaye ndio tutaanza kupima. Lakini mpaka sasa hivi bado kuna kesi nyingi katika jamii haziripotiwi, na kila tukitoa uhamasishaji ndio watu wanapata kuhamasika zaidi kuripoti kesi. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kesi zitaendelea kuripotiwa zaidi, na kuripotiwa zaidi kwa kesi haina maana kwamba ni kuongezeka kwa kesi, lakini ina maana ni kuongezeka hamasa na uelewa wa watu wa kuripoti kesi. Kuwepo kwa mashirikiano mazuri kati ya maafisa wa tawala za mikoa pamoja na idara, kama ilivyoonekana kwamba kuna maafisa aina 2 ama 3. Kwa hiyo hawa wote mapendekezo wetu kwamba wafanye kazi meza moja, lakini ikiwezekana hata wale wadau wa juu wakae pamoja, waone hii changamoto wanaisolve vipi. Activity ya community mobilization iendelee kuwepo kwa sababu ya hii changamoto ya ushiriki mdogo wa wanajamii, tukiwa tunawaelimisha zaidi na zaidi. Wale ambao hawajawahi kupata elimu watapata elimu. Data pia ina shida. Na mwingine unaweza kuletwa data wewe mwenyewe ukasema hii data kweli ni sahihi, yani automatic unaweza kaamba tumefanya mafunzo watu 1000 na yani unajiuliza hii data mbona kama ina error. Lakini pia sometimes data zinapokuja hazitoi mchanganuo. Tumeenda kufanya mafunzo katika skuli mbalimbali, jumla ya watu tuseme 500, lakini haisemi kwamba wanawake walikuwa ngapi na wanaume wangapi. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho ni muhimu tunapoenda kufanya mafunzo au issue ya data. Kama kuna hitaji mchanganuo kwa wanawake na wanaume, lazima upatikane. Siseme tu kwamba jumla alopatiwa mafunzo kuhusiana na kitu fulani walikuwa ni wangapi, sema na wangapi ndio wangapi. Kwa hiyo ushirikishwaji wa maafisa mipango na takwimu kwa shughuli zinazofanyika wilayani, hii ni changamoto kwa sababu kwa upande wa wilaya kuna zile kamati zinazopinga masuala ya udhalilishaji, ndio katika wajumbe afisa mipango anaingia, tunajua. Lakini kwa sasa hivi tunao maafisa takwimu katika ile kamati. Afisa takwimu yeye si mjumbe, lakini tu tunashauri ikiwezekana na yeye kama alikwe, kwa sababu afisa takwimu ukiangalia all sector yeye anahusika. Ukihitaji takwimu sijui nini, maana afisa takwimu lazima awepo.
sheria. Lakini pia vile changamoto nyingine kwamba sheria ya fedha na manunuzi kutotambua mfumo. Maana zinaonekana sheria zetu ziliwahi kutangulia kwanza, sasa alafu baadaye umekuja mfumo. Kwa hiyo inaonekana hakuna ile integration ya baina ya sheria zetu na yani hizo ndo tumeona kama ni za kwa ujumla. Sasa mapendekezo ya hizo changamoto zetu hapo juu, nasema maboresho, wafanye maboresho katika upatikanaji hiyo, yani upatikanaji mzima huo wa hiyo mifumo kwa uhakika na muda wote. Lakini vile changamoto tunaomba katika mpango wetu wa mara hii basi tuizingatie ama tuipe kipaumbele. Chengine, malipo yalipo kwa wakati. Wadau wetu wenzetu wahasibu basi wazingatie kwamba wale washiriki, mbali ya maafisa ambao tunapata mshahara, lakini kuna watu ambao ukimuita pale tayari ameshaweka akili yake kwamba atapata chochote kesho ama kesho kutwa. Kwa hiyo ukimweka wiki 2, 3 ama mwezi, kwa kweli inakuwa changamoto, na mwisho wa siku tunakuwa sisi ndio responsible. Simu nyingi tunapokea, malalamiko mengi tunayapokea. Kwa tunaomba hilo mlizingatie. Lakini chengine, kuwepo kwa mashirikiano mazuri kati ya maafisa wa tawala za mikoa pamoja na idara, kama ilivyoonekana kwamba kuna maafisa aina 2 ama 3. Kwa hiyo hawa wote mapendekezo yetu kwamba wafanye kazi meza moja, lakini ikiwezekana hata wale wadau wa juu wakae pamoja, waone hii changamoto wanaisolve vipi. Activity ya community mobilization iendelee kuwepo kwa sababu ya hii changamoto ya ushiriki mdogo wa wanajamii. Tukiwa tunawaelimisha zaidi na zaidi, wale ambao hawajawahi kupata elimu watapata elimu. Baada ya kusema hayo, naomba hiyo kufanyika kwa mwaka husika. Hii pia ni changamoto tunayoipata kwa mipango. Kikubwa sisi huwa tunapewa tu kwamba bajeti ni hii hapa. Sisi kule tunapoenda kuingiza, tunaingiza ile fungu kama ni lapsa kwamba hii itahusu shughuli za masuala ya udhalilishaji. Lakini watu wa ustawi msharudi kuwa kuna activity wenyewe mnakuwa mnajipangia kwamba tutafanya activity hii na hii. Lakini baada ya kumalizika ile mipango, zile activity haziletwi kwa maafisa mipango. Kwa sometimes inakuwa ni shida kuweza kujua kwamba shughuli specific zinazoenda kutekelezwa ndani ya mwaka husika kuhusu masuala ya udhalilishaji ni hii na hii. Kwa hiyo pia hili tunaliomba kwamba mkishamaliza kuweka hizo activity, basi na sisi tuzipate, yani wao mpango kazi wenu au mpango kazi wetu tupate, yani watu ustawi wawe nao na kwa mipango wawe nao, na ikiwezekana wakati tunapanga uwepo sheria. Lakini pia vile changamoto nyingine kwamba sheria ya fedha na manunuzi kutotambua mfumo. Maana zinaonekana sheria zetu ziliwahi kutangulia kwanza, sasa alafu baadaye umekuja mfumo. Kwa hiyo inaonekana hakuna ile integration ya baina ya sheria zetu na yani hizo ndo tumeona kama ni za kwa ujumla. Sasa mapendekezo ya hizo changamoto zetu hapo juu, nasema maboresho, wafanye maboresho katika upatikanaji hiyo, yani upatikanaji mzima huo wa hiyo mifumo kwa uhakika na muda wote. Lakini vile fanyia pia mapitio hizo sheria zetu ili kuweza kutambua uwepo wa mfumo wetu.